Hii ni Bugoma TV. Habari. TAKUKURU, chunguza wote hawa, chunguza wote, kila mmoja tuone ushiriki wake. Huyu akamatwe na hawa waliosaini wakamatwe, fedha hii irudi na wachukuliwe hatua za kinidhamu. Nimeambiwa kwenye ujenzi wa shule ya wavulana ya Katavi yalinunuliwa mabati yasiyofaa. Nani aliyeagiza haya mabati? Takriban milioni 198, karibu milioni 200 mmenunua mabati yasiyofaa. Nani alienda kununua? Serikali imetoa fedha nyingine ya kwenda kununua mabati yanayofaa, ili hali ilishatoa fedha. Nani alienda kununua? Mkurugenzi yuko wapi? Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kweli hizo bati zilinunuliwa kwa mzabuni ambazo... Nani aliyeagiza bati ambazo sizo zinazotakiwa kutumika? Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni watumishi ambao waliweza kusaini na kumlipa. Nani aliyesaini? Kwenye mchakato wa manunuzi mpaka ulipaji. Nani aliyesaini? Nani aliyeagiza? Nani alisaini? Mnaagizaje bati ambazo sizo zinazotakiwa kutumika? Fedha ambayo tungenunua madawati watoto wasikae chini imeenda kununua mabati ya ovyo, imenunua mabati ambayo sio, na fedha imeendelea kubaki kwa. Inafanya nini hiyo fedha? Milioni 200 isharudi bado? Mheshimiwa Waziri Mkuu, RPC agiza huyu mkandarasi ambaye ameleta bati sizo, na hawa watumishi wote ambao walishiriki, kamata wote mpaka hii fedha irudi na wachukuliwe hatua za kisheria. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mzabuni tunaye aliendelea na tuliendelea kuwasiliana naye arejeshe pesa zote. Mpaka sasa hivi hajarejesha, lakini mawakili wetu wa serikali wameingilia kati na kwamba mnasumbua mawakili. Tumempa fedha, ameleta bati tusizozitaka. Mnasumbua mawakili wa nini kwenye jambo lililo wazi? Kamanda, mwelekeze kamanda mwenzako akamatwe, asiwe huru mpaka arudishe hii fedha. Yule mkandarasi asiwe huru mpaka hiyo fedha irudi ya serikali hapa. Hatuwezi tukaanza kubageni fedha ya umma, fedha ya walipa kodi. Hatuwezi kuanza kubembelezana, kubageni. Hatuwezi kubembelezana fedha ya umma. Hivi ninyi mnajua Watanzania wanaolipa kodi wana maisha gani? Ninyi mtu anachukua fedha mnamwangalia ama mmegawana? Hapana, Mheshimiwa Waziri. Huyu akamatwe na hawa waliosaini wakamatwe, fedha hii irudi na wachukuliwe hatua za kinidhamu. Hii ni Bugoma TV. Habari.